Habari ya wakati huu tena. Leo tuko na mada yetu nyingine tena kabisa. Kama umejifungua hivi karibuni au unajiandaa kujifungua, huenda umejiuliza ule ute au uchafu unaotoka ukeni baada ya kujifungua ni wa kawaida au ni tatizo, na nitakuelezea kitu leo ambacho unatakiwa kujua ili uweze kutambua tofauti kati ya hali ya kawaida na hali ya hatari kwako wewe mama. Ute baada ya kujifungua kwanza ni nini? Unaujua? Hapana. Baada ya kujifungua mwili unaanza kujisafisha na kutoa damu, ute au mabaki ya damu kwenye mfuko wa uzazi. Hali hii kitaalamu inaitwa lochia, ambayo ni hali ya kawaida kabisa na hutokea kwa kawaida bila upasuaji. Ya ute au lochia ambao huonekana au una muonekano wake, na huu muonekano wa ute huu hubadilika kadiri siku zinavyozidi kupita. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya 4 unaenda unabadilika. Unaanza na rangi nyekundu kama damu ya hedhi, lakini pia inaweza kuwa nyingi kidogo wakati mwingine, lakini inaambatana na vibonge vidogo vidogo vya damu. Lakini pia siku ya 4 hadi siku ya 10 rangi ya pinki au kahawia hutokea na kiasi hupungua pia, lakini pia harufu inakuwa sio kali. Lakini pia kuna baada ya siku 10 hadi wiki 6. Hii rangi inakuwa nyeupe au ya njano hafifu, lakini pia kiasi kidogo sana huonekana, lakini pia inakuwa hii hatua ya mwisho ya kupona, inakuwa ina harufu kama wengine ambao wamekariri. Lakini pia kuna dalili gani ambayo unaona kwamba ni za kawaida? Dalili ya kwanza ni ute kubadilika rangi hatua kwa hatua, lakini pia kupungua kwa kiasi kadiri ya siku zinavyokwenda, lakini pia harufu nyepesi isiyo kali, inakuwa sio kali kabisa. Hapo hizo ni dalili ambazo ni za kawaida. Lakini tukiangalia dalili hatari ambazo wewe ukiziona unatakiwa utupigie simu ambazo tunaziweka hapo, au comment, au uende kwa daktari ambaye yupo karibu na wewe. Ni damu nyingi sana, kubadilisha pedi kila mara au kila saa, hiyo ni mbaya. Lakini pia kuna harufu kali na mbaya zaidi, maumivu makali ya tumbo ukiyapata hakikisha unakimbia hospitali. Lakini pia kupata homa ni mbaya pia, mabonge makubwa ya damu pia ni mbaya. Lakini kuna ute unaorudi kuwa mwekundu baada ya kupungua, yaani badala ya upungue wenyewe unakuwa mwekundu, hiyo pia ni mbaya zaidi. Jinsi ya tunza baada ya kujifungua, maana kujifungua kwako sio mwisho wako wa maisha. Hapana. Kitu cha kwanza ni badilisha pedi mara kwa mara, usikae na pedi muda mrefu. Osha sehemu zako za siri kwa maji safi kabisa. Lakini pia epuka kujichokonoa, ni mbaya zaidi. Lakini pia epuka kutumia vitu vyenye kemikali sana kama sabuni wakati wa kujisafisha, ni mbaya sana. Pumzika vya kutosha ni sawa, lakini pia kunywa maji mengi na kula lishe bora kila siku kwenye maisha yako. Hii itakusaidia sana kwako wewe kujisafisha, lakini pia kukupa afya njema na wewe na mtoto. Ushauri ni kwamba kumbuka, kwa wewe mama, kila mwili ni tofauti kulingana na usijilinganishe na mtu mwingine yoyote. Hapana. Fanya mchakato ili kurejesha ute wako ukawe salama, lakini ute huu ni sehemu ya mchakato wa kupona, lakini ni muhimu kufuatilia afya yako na mabadiliko yako kila siku, uone unaendelea kuimarika au unaendelea kuwa vibaya. Kama video hii imekusaidia, tafadhali like, share, lakini pia usisahau subscribe ili upate elimu zaidi ya afya ya uzazi kupitia chaneli yetu ya Penicare Afya.